Asante sana. Asante ndugu waandishi wa habari. Kama tulivyosema kwenye maandiko yetu, leo ni kuja hapa kutoa neno la shukrani kwa ajili ya zoezi lililopita la uchaguzi. Na baada ya release letu, baada ya maandiko yetu, na mambo kidogo nikiwa mwenyekiti wa TAJU kuyafuatia ufafanuzi. Sisi ni watu wenye ulemavu, ni watu wenye mahitaji maalum. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu moja. Kwa sababu ndani yetu sisi ni wagombea. Mimi ni mgombea wa kiti cha ubunge jimbo la Mbagala. Hapo nyuma kulikuwa na shida kidogo, tusingeweza kufikia hatua hii. Na tumefanya sensa Tanzania yote, tupo wagombea 16. Na wagombea wawili kati yetu akiwemo Blaza Manara kawa diwani, lakini tuna Blaza mwingine pale Morogoro kata ya Chang'ombe kawa diwani. Kwa hiyo tunapongeza sana, kwa sababu kungekuwa kuna ubaguzi au unyanyapaa, maana yake wangeangalia hali yetu, tume isingeweza kututeua na mwisho wa siku kututangaza au kuwatangaza baadhi yetu ambao wameshinda. Sasa nini tunasema? Cha kusema hapa ni kwamba tunapongeza Tume ya Taifa ya Uchaguzi tangu kwenye mchakato, kwenye kampeni tulizofanya, lakini mwisho wa siku mpaka kwenye matangazo. Na tunawapongeza kwenye matangazo kwa kuzingatia kwamba Tume ya Uchaguzi hajatangaza tu matokeo ya uchaguzi, bali walitangaza matokeo ya maamuzi ya wananchi au maamuzi ya walio wengi. Tunajua kitu chochote lazima kiwe na pande mbili. Hakuna kitu chochote kitachofanyika nchi hii kitakuwa na pande moja. Kutakuwa na upande ambao unasema sawa na kutakuwa na upande ambao unasema si sawa. Na wote hao wana haki. Wanaosema sio sawa wana haki ya kusema hivyo, na wale wanaosema sawa wana haki ya kusema hivyo. Na wote wana haki ya kulindwa kwenye maamuzi yao, kwa sababu ni maamuzi binafsi. Wanaosema sawa wana haki ya kulindwa, na wanaosema si sawa wana haki ya kulindwa. Kimsingi ulinzi unaanzia kwa sisi wananchi wenyewe. Wale tunaosema sawa tuendelee na kusema sawa na kutekeleza, na wale wanaosema si sawa na wao waendelee kusema si sawa na kutekeleza. Kama mtainua mtu mmoja wapo, kundi moja wapo, kwenda kuliataki kundi lingine, hiyo inakuwa sio sawa. Mfano leo wanaosema si sawa waliamua kufanya vurugu, na tunaosema sawa tungeamua kufanya vurugu. Kwa nini nyinyi mnaosema si sawa semeni sawa? Tungekuwa tumewanyima haki zao wale. Kwa hiyo lazima tuwe na desturi ya kwamba haki inatafutwa, lakini unapotafuta haki yako hakikisha uasili haki ya mtu mwingine. Tafuta haki yako bila ya kuvuruga haki ya mtu mwingine, kwa sababu na yeye ana haki kama hiyo ya msingi ya kufanya. Kwa hiyo sisi kama watu wenye ulemavu, lakini ni wagombea wa viti mbalimbali wa udiwani na ubunge, tumeshiriki kwenye uchaguzi huu. Yapo maneno ambayo yapo mambo ambayo yanaweza yakawa na changamoto. Kwa hiyo kitu chochote unachokifanya, ni nukuu marehemu Ruge Mutahaba aliwahi kusema kwamba lolote unalofanya kama unaona halina changamoto, ujue unakosea. Kwa hiyo changamoto ni sehemu ya mafanikio, na sisi tunaamini tangu Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilivyokuwa inaongoza huko nyuma, na sasa hivi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mabadiliko yametokea. Na yametokea katika upande gani? Tume mwaka huu alifanya haki ya kuteua wagombea urais, lakini wakaenda mbali zaidi, wakatekeleza jambo ambalo lilifanya haki ionekane inatendeka kwa kuwapatia wagombea wale waheshimiwa rais, wagombea kiti cha urais, kuwapa chendeo ili mradi wazunguke kwa Watanzania wote na wafanye maamuzi. Na kama wangekosa kufanya vile, maana yake wangetenda haki, lakini haki singeonekana ikitendeka, kwa sababu wenye uwezo ndio wangezunguka mikoani na kwa wananchi. Kwa hiyo sisi tunasema tunawapongeza. Pamoja na pongezi hizi,
bado kuna kazi za kufanya, ikiwemo kutugusa watu wenye ulemavu, tuonekane kwenye demokrasia, watu wenye ulemavu tuyaone mahitaji maalumu katika swala la kugombea. Yani tunahitaji yale mahitaji maalumu. Sasa Tume ya Taifa ya Chaguzi tuyaone site. Sasa hivi wamejitahidi kama kwenye ballot paper ya wasioona ya nukta nundu, wamejitahidi vile vinaitwa vinini vile vya kupigia kura wanavigeuza kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa viungo, lakini nataka waende mbali zaidi, tuone maandishi makubwa kwa watu wenye ualbino, lakini wasiishie tu kwenye kupiga kura, waishie na waanzie kwenye kuchaguliwa kupigiwa kura. Watu wenye ulemavu, miundombinu tunawekewa ili kufika kuwa wagombea ni migumu zaidi kwa sababu haina ile special. Lakini sisi kama watu wenye ulemavu tunaamini 2030 na huko tunakokwenda kwingine maboresho yatafanyika na mambo yataendelea, kwa sababu serikali iko macho, na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake baada ya kuapishwa kaonekana kabisa bado ana mambo ya kufanya na mambo mazuri sana. Tunachoshauri kwenye Mtidawa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuteuliwa na baada ya kuapishwa anakwenda sasa kwenye kuteua wasaidizi. Tunamuomba hapo awe na jicho la pili na awe na jicho la tatu, kwa sababu asilimia kubwa mbaya sio yeye afanyi mabaya, wanaomsaidia kidogo wanakuwa hawafanyi mambo mazuri. Hatuwezi tukawataja kwa majina au tukawataja kwa mazingira yoyote, lakini tunaamini kabisa kama atakuwa na wasaidizi wazuri na kwa moyo alioonyesha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, naamini tunaenda kwenye Tanzania mpya, Tanzania mzuri, na Tanzania ambayo yenye mambo jumuishi. Kama ilivyo taasisi yetu ya kuwa Tanzania jumuishi, basi tunaiona Tanzania jumuishi, serikali jumuishi, huduma za wananchi jumuishi, na wateule wa rais tunawaona vile vile kwenye ujumuishi na sio kwenye njia nyingine. Kwa kusema haya, waheshimiwa ndugu waandishi wa habari, mimi nawashukuru sana, naomba kuwasilisha. Asanteni sana.